Mtazamaji wa City TV, karibu katika heka nyingine tena, ambapo ni heka ya kwanza mara baada ya kumalizika kwa tamasha la msimu wa pili la Asili Yetu Dreams Night Show. Bwana, kama ilivyo ada kawaida, ungana nasi kujua kipi tutachambua kidogo kuhusiana kwa mambo ya event yetu, lakini tutaingia katika kapo ambayo tuko naye hapa usiku leo, ambao ndo wageni wetu toka jana tuko nao. Tuko nao. Kwa hiyo ungana nasi basi kujua kipi ambacho tunakulisha siku leo katika upande wa kiburudani. Naitwa Mzee wa Tatu, lakini pia niko naye Ankoji bana, niko hapa. Tuko na kapo. Tuko na kapo. Alafu kitu moja ya vitu ambavyo najivunia pamoja na kuwa na kapo, niko na shemeji yangu. Shemeji yako? Shemeji yangu ni naye na ninatamba naye. Shemeji yako huyu huku na mdogo wako huyu. Okay. Mtazamaji wa City TV, tuko na kapo ya Angel Kidoti, ambayo ni kapo ambayo ya moto sana hapa mjini, lakini umoto huo unakuja kwa mlengo, sijajua atatueleza kwamba ana lengo la kutufundisha kitu kuhusiana na kapo, au ni madongo kwa maeksi, au ndio maisha yake tu ameamua kama vile anarusha jiwe gizani kukugonga ndo wewe. Tunajua leo tuko naye hapa. Angel, mambo vipi? Poa. Uhakika? Ndio. Mbona kinyonge? Amepoa. Sasa mimi na heshima, unajua. Sasa hivi Angel Kidoti yule na huyu lazima wawe wawili tofauti. Sasa hivi mbili poa. Natamani kumuona Kidoti siku moja amepiga kitenge. Mpiga yani ashone kavazi fulani kitenge. Natamani kuiona. Kale kaumbuka konokono na kitenge na ya ile suti ya tuzo. Jamani, vitu vingine sisi zamani hivyo mwachane nao. Si wambea huwa atuachi. Okay. Lakini pia tuko na niko na mdogo wangu. Okay. Atusalimie. Niambie. Aisee, poa. Uko kama kawaida? Kama kawaida, Mungu mwema. Sioni lile ya mshahara lako ambalo mishemishe. Unajua tumezoea wenyewe wafanya biashara hususan wa mtaani. Huwa mna majina yenu hata kama mtu amjui, mjomba, shangazi, auntie. Hii hapa size yako kama vile umempima. Nataka vibe kama hilo. Sema mfumo wa mimi ni tofauti. Mimi sio mchangamfu sana kwenye biashara. Napokuwa kwenye biashara yangu na kwa serious tu kwenye biashara, lakini ile sijui zile mbwembwe zile mimi wasi. Nikifuata mtu ni salamu tu, nikisalimia bwana, mimi na biashara yangu hii hapa, namuelezea basi kishamaliza. Hebu kwa faida mtazamaji wa heka sasa jitambulishe rasmi. Kuna wengi ambao hawakufahamu, maybe wanakuona tu lakini hawana uhakika kama ndio wewe kweli. Mimi naitwa Luiko Kilumile. Kama kawaida. Naitwa Luiko Kilumile. Ni mwenyeji hapa Njombe. Okay. Kama ninavyoeleweka mimi ni chinga. Chinga wa dunia. Lakini uchinga wako umekuja kiutofauti kidogo. Na kuonaga tu umebeba nguo, sijui kuona uko na mteja, sijui unazunguka tu unarudi nyumbani. Sema mimi sio mtu wa mitandaoni sana. Sio mtu wa mitandaoni sana. Kwa hata nikesha kuwa peke yangu, huwa sina muda kusema nishike simu labda nijirekodi nikiwa na mteja au siku nini. Okay. Hebu tuambie nikiwa nyumbani na mke wangu basi hiyo. Tuambie sasa wewe kapo yako na Angel Kidoti mlikutanaje? Kibiashara au vipi? Kwa wale wengine wanaona kama ndo wapya sana, lakini Angel amekuwa amekijinadi sana kwamba kitambo si hatujui kuona. Of course ni kama 2013 hivi. 2013 ninapokumbuka. Okay. Kipindi hicho mimi nilikuwa nafanya filamu, nilikuwa naigiza. Kwa wale wenye kumbukumbu vizuri, kwa kipindi hicho hapa Njombe ukizungumzia filamu, jina la kwanza lio la kwangu. Lazima umtaje Luiko kwangu. Na mimi ndo nilibadilishaga mfumo wa filamu kwa hapa Njombe. Okay. Zamani watu walikuwa wanashuti filamu, wanafikia wapeleke steps huko sijui wapi. Mimi nika mtu wa kwanza Njombe nikafanya filamu na nikawaelekeza watu namna kwanza kuuza mkononi, kuuza dogo. Ndio mnauza CD. Mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kuanzisha hapa Njombe. Okay. Baada ya kufanya filamu, baadaye ndo nikaja kukutana na Angel Kidoti. Kwa nikaa nafanya naye kazi pia, kwa sababu mimi nilikubali alikuwa na uwezo na alikuwa na kipaji. Okay. Kwa nikavutiwa na kipaji chake, nikapenda kufanya naye kazi, nikaa nafanya naye kazi. Kwa hivyo baadaye ndio hivyo tukaingia kwenye mahusiano, lakini unajua tena shetani mbaya katikati labda. Break down kidogo. Lakini siku zote nasema la Mungu ni ndio lenye nguvu siku zote. Mkatumia kauli moja true dai.
True die never love au true love never die. Mungu akishapanga iwe hivi, yani hata mkimbie vipi, yani hata mwangaike vipi, yani lazima itarudi kwa pale pale tu. Bwana, anyway, kipi kilikufukuza kwenye sanaa mpaka hivi sasa hivi ukapotea kama Loiko kwa upande wa sanaa? Kwa upande wa sanaa kweli tuseme, sababu kipindi kile wakati ambacho mfumo wa CD umekufa, nilikuwa natamani sana kuendelea ili niende sawa na dunia inavyogeuka. Dunia inavyogeuka na mimi niende hivyo hivyo. Kilichonishinda baadaye nikaa nimebadilisha mfumo make kabisa zaidi na biashara, kwa sababu mimi ni chinga tu kabla mrefu. Nikabadilisha biashara, kwa nika busy sana biashara kuliko kufanya kazi. Kwa hiyo tafsiri yake sanaa haikukulipa, ila uchinga umejua kulipa, ndio maana uko busy. Ndio. Sanaa ilikuwa inanipa marafiki na watu wengi sana, lakini haikuwa inanipa kipato ninachokitaka. Kipindi hicho mimi nilifanya filamu nyingi, nilifanya filamu jumla kama 21. Pamoja na kwangu na za wengine nikijumlisha 21 jumla. Lakini ukija kuangalia kila ambacho nilikuwa nakipata, nilikuwa napata kile cha kufanyia filamu nyingine. Basi. Mambo kujiendeleza kimaisha nini, akiba nini, inakuwa unafeli. Hebu tuambie sasa, rasmi umerudi kwa Angel Kidoti kama kapo. Una muda gani sasa? Maana tumeona kama mitandao imekuwa busy sana na nyinyi. Ngasema mpaka nashindwa kukumbuka ni lini. Kwa sababu ni muda. Yaani nashindwa kusema nikumbuke ni lini. Kwa sababu hata sikutumia nguvu sana. Hata sikutumia nguvu sana. Wanasema kupasha kiporo hata moto ukiwa mchache. Mioyo yetu siku zote huwa inaongea. Na sisi ni watu ambao tunapenda kutoka muda wote. Mmekuwa active sana kwenye mitandao. Inakupa impact gani kwenye biashara yako? Kikweli kwanza imenifanya nimefahamika sana. Kwa sababu hata ninapokuwa natembea sehemu, kuna wengine wananiungisha kupitia Kidoti. Mmeanza Kidoti yule pale, hebu njoo. Vipi unauza nguo? Kwa sababu unaitwa Baba Angel Kidoti? Baba Angel Kidoti. Hiyo nimeielewa. Na moja ya vitu ambavyo mimi nafahamu kwenye swala la mahusiano, unapotaka kuingia kwenye ndoa, hakikisha unapata ile nafasi ambayo mtaendana. Ninapozungumzia hivyo kwamba mfano kama mimi Anko G, ndoto yangu kuja kuwa na kituo cha habari. Kwa hiyo lazima nipate mtu ambaye anaweza kuenda na yale maono. Kwa hiyo mimi niseme kwamba siku ya jana au siku ya wakati kwa ukumbini, Mheshimiwa mbunge Sigrada Mligo aliwabariki, aliwalisha keki ile, akasema hii keki bwana ya upendo, penzi lidumu. Sio tu baraka, ni kama vile kuapisha, kwamba wakitengana lolote likiwakuta hana hatia. Na naweza kuweka ndani kama mbunge. Lakini aliongeza neno kwamba asiwaangushe. Kwamba isije kaonekana mpaka na mbunge anahusika kwenye mahusiano ambaye hayana mwisho mzuri. Lakini walituahidi kwamba mwezi wa 3 au wa 4 watatangaza rasmi siku yao ya ndoa au mwezi wao wa ndoa ni lini. Kwa hiyo kama mimi mzee wa 3 nafikiri tuanze kufanya maandalizi. Tuanze kufanya maandalizi mimi na wewe. Send off itakakofanyika tupo mapema, sio send off tu, mpaka kwenye kitchen party tunaenda tupo. Na nafikiri ni moja ya vyombo vya habari kwa mkoa wetu wa Njombe, tutalifuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kidoti akipiga kona tu, akiinuka tunaye. Mimi binafsi tuwapongeze. Hebu Angel, sasa hapa tuje tuweke wazi, kipi kilikufanya ukarudi kwa Kilumile? Maana ni kapo ilikuwepo, ikapotea, ikawa ime breakdown kidogo, sasa hivi imeamka na imeamka kama kwa speed sana. Kipi kimekurudisha? Ni Mungu tu. Yaani kitu ninachotaka kuongea kama alivyoongea mwenzangu, Mungu akipanga jambo lake hata mfanye nini, yaani hata mfanye nini linarudi kuwa pale. Kwa sababu mimi sasa hizi unajua nimeokoka. Na maombi yangu yaliokuwepo katika maombi ya huu mwaka, baadhi ya unajua kila mtu anajipangia, Mungu naomba nisaidie hiki, naomba katika maombi nilikuwa naomba Mungu kunijalia kupata mume na mume ambaye nilikuwa natamani kwamba nilikuwa unajua ile unavyoomba Mungu nisaidie nipate mume kama KP na Zebuni na watu ninaowatazama sana.
Sajuki alivyokuaga na mke wake, zile couple zile ambazo ziko hazina shida yani, sio watu wa Marili sije na nani yule, sio training ndo sitaki, nataka mtu ambaye tutaendana naye ili ndoto zangu kutimia. Asante. Angel, unajua asili yetu sio wachokozi sana. Usani kwenye heka sawa. Kwa mwaka huu umetutambulishia huyu ni mwanaume wa pili. Uongo kweli? Kweli. Si ndio? Inaleta taswira gani ikiwa wewe utaharibu mahusiano? Hapana. Nipo sahihi kwa sababu gani? Ipo raha na kwa sababu tayari tulifanya heka kama unakumbuka, na ipo kwenye channel ya Asili Yetu TV. Na huyu Angel Kidoti content zake nyingi zimekuwa kama zile za kutengeneza zaidi mahusiano ya watu ambaye ana breakdown sana. Mimi mwenyewe lakini mwaka huu ametutambulishia watu wawili. Kuna yule mshikaji alikuwa Rasta na huyu sasa ambaye sasa huyu ndo amekuwa kama official zaidi. Sasa unatengeneza kipi kwenye jamii ambayo unakuwa unaitreat kwenye upande wa mahusiano? Ile pale nilishaijibia lakini nadhani itakuwa sio hapa. Yule anaitwa nani? Nimesahau jina kidogo. So vizuri. Alikuwa anahitaji kurudi kwenye game la uigizaji. Ni anachekesha sijui kitu kama iko anachekesha sijui anaigiza anaichezaga kama babu hivi. Alishawahi fanyaga mwanzo kwa alivyonielezea. Miaka ya nyuma alishawahi fanya, lakini akafanyaje? Akawa ni mtu ambaye ameshasaulika na watu hawamfuatilii. Kwa hiyo nakumbuka kipindi kile nilikuwa nipo busy na tuzo, ndio ile pale issue ikatokea. Kwa hiyo akaniambia, sister, nataka nirudi kwenye mchezo. Na tunaweza kufanya kitu gani ili nirudi? Tukakaa mezani nikapewa kitu, ndio ile kuposti. Ndio maana ukiangalia niliweka haraka wa amani. Lakini pia nilivyopigiwa simu ikawa chapchapu. Na ile kuiendeleza lakini baadaye na sijui alirudi kwenye game. Uongo huu haudumu. Sielewi. Nilimuona kama amerudi kweli lakini sijajua amesharudi kwenye game. Kwa hiyo ile ikaisha vile. Na ukitaka kuona utofauti wa yule tujanza leo. Lakini kuja kuposti kuna baadhi ya vitu vilivyokamilika ndio nikaposti. Na sikuposti sijui manini. Nakumbuka niliposti picha nikaweka love tu. Yani hivyo, yani ni vitu viwili tofauti, mahusiano ya kweli na ya kiki. Na maana hata watu wanasema hiyo kiki au kweli? Yani watu wanabado hata hili hawaliamini. Kutokana na upumbavu naweza kusema nilifanya, lakini kipekee nilikuwa naangalia hela. Kitu ambacho nilikuwa siko kwenye uhusiano hili. Kitu kwa saizi siwezi nikafanya ujinga huo. Jamaa mshikaji aliwekeza pesa wakati anakuomba mfanye ile issue. Ndio. Tulipiga mpunga. Jana kuna kauli fulani umeongea ukumbini pale. Ukasema kama ulikuwa unatoa waraka fulani. Kama kuna mwanaume ambaye niliwahi kumwambia nampenda, yule basi tutakuwa nikodanganya. Ila huyu ni mwanamke gani ambaye uliwahi kumwambia unampenda? Na mshikaji alikuwepo pale. Alikuwepo? Na mimi sasa hebu pale. Ambaye nilifanya ile. Alikuwepo pale. Sasa inaleta picha gani? Kwa sababu ile kauli kama vile watu libeba tofauti. Kama kuna mwanaume ila watu walishangilia. Nimwambia nampenda, nilimdanganya, ila huyu ndo mwenyewe. Unajua, yani mimi nilisema, yani kama niseme, yani nilisema just kusema, yani isije ikatokea kuna mtu anawaza kwamba Kidoti yuko pale lakini atatoka tu. Pale hawafiki mbali. Mioyo yetu mimi na Mr. Luiko ni miaka. Yani anaendaga huko, anafanya vitu huko, lakini tukirudi hivi mioyo yetu ni mioyo ambayo yani sijui, yani na sisi tunahisi kuna mtu Mpoki nye Brown wa vituko ile katika neno la kutuhusia anatufahamu tangia miaka hiyo. Alisema kauli, nyinyi wawili nisingewaona kwamba ni kapo ambao mnakuja kuoana. Hakuna mmoja wenu angeolewa au kuoa. Mimi aliongea jana ukumbini alituita akasema nyie wanaowashangaa hawawajui. Ila mimi hata nilivyowaona sikushangaa wala kushtuka. Nikasema ni sahihi. Ila msingeoana, yani msingekuwa pamoja. Hakuna kati yenu ambaye angeoa. Huyu angeendelea kuteseka na mahusiano na huyu angeendelea kuteseka. Nachoshukuru Mungu kawaonesha mmefanyaje. Kwa hiyo ni kitu ambacho hichi kitu hata sisi wenyewe hatujui kinikoje ni nini, lakini ni Mungu tu. Mapenzi yenu mmeweka wazi sana. Ika hapo imekuwa wazi, yani kupitiliza. Na huyu ni chinga. Anatoka asubuhi anarudi jioni. Changamoto gani ambazo unakutana nazo? Kwanza kitu cha kwanza
Ndio maana uaga na wahusia watu, na mimi ndo maisha nayoishi. Kitu cha kwanza unatakiwa uwe na imani sana na mtu wako. Mimi namuamini sana mume wangu. Yaani namuamini kupitiliza. Kwa hiyo sioni kama kuna changamoto, lakini pia kwangu mimi kuna vitu vimenipunguzia. Nilikuwa nasumbuliwa hivi. Lakini sasa hizi simu hii umeona imekaa tu mezani. PC ilikuwa inasumbua hiyo. Ilikuwa watu walikuwa wananisumbua. Unajua kila mtu, mimi naweza nikasema nijisifie. Mimi ni ndoto ya kila mwanaume ambaye ana akili. Yaani kila mwanaume mwenye akili lazima awe anatamani kuwa na mtu kama mimi. Kwa hiyo hii dhahabu mtu iliyemdondokea anastahiki na anastahili. Kwa hiyo kuna watu nimepunguza lile jopo la usumbufu kutokana na kuweka public. Okay. Na najua yuko mwenyewe. Bwana Kilomile. Nataka tuambie kitu kimoja bwana. Uko na Angel Kidoti ambaye ni nyota ambaye ana wafuasi wengi na anaonekana kwenye jamii kulingana na shughuli yake anayoifanya katika mitandao ya kijamii. Mapenzi yenu mlivyoweka wazi, wewe unapata changamoto gani? Sijui nisemaje. Ila kiufupi mimi kwa sababu kwanza nishakuwa msanii. Okay. Naelewa. Changamoto za kisanii. Naelewa changamoto za kisanii zinakuaje. Alafu pia kwa wakati tuliofika huu mimi sidhani kama kutakuwa kuna ambaye hata shindwa kabisa, yani mpaka hapa tulipofika. Kwamba mpaka waanze kufanya vitu vya ajabu utakuwa mtu wa aina gani. Kwa hiyo ni wakati sasa ambao wa kutulia, tufanye mambo ya maana basi. Okay. Kwa hiyo ndio maana hicho ndio kinachofanya mimi nimwamini mke wangu kwamba hawezi kuwa na kitu kingine chochote cha ajabu. Huu ndio wakati sahihi umeshafika. Kwa hiyo na mimi pia yeye ananiamini kwa sababu anajua huyu umeshamaliza ujana ulimepunguza. Mambo mengi yale yameshuka. Okay, hebu wekeni wazi mashabiki wenu sasa. Lini mpunga, lini nini? Kwa sababu wewe mwanaume ndio unajua kila kitu kinaenda. Mungu ni mwema. Unajua mimi naamini sana Mungu. Naamini sana Mungu na kila kitu ambacho mimi huwa nakipanga huwa namshirikisha Mungu na huwa kinatimia. Hakuna ambacho huwa nafeli ambacho nimemshirikisha Mungu. Labda ndio nimeanza mwenyewe. Kwa hiyo mwezi wa 3 au 4. Mambo yanakaa vizuri. 4 mambo yatakuwa fresh. Mapema tu. Kwa ni muda wangu jua kwanza kuokota 100 kwa watu wa hali ya chini kama sisi. Akisha tengeneza kidogo. Ambacho najua kabisa ndugu yangu hapa ni mkulima, najua atakuwa ameshavuna viazi. Kwa hela atakuwa nayo, hata kuwa na kisingizio. Kwa yani sasa kisingizio cha nini hapo? Yani suti je imeeleweka. Nimeshindwa hela yetu ya kushona suti sijui. Itakuwa hauna. Sababu utakuwa umeshavuna tayari. Shughuli wa mimi bwana kwenye moja ya shughuli mimi najiamini mzee, yani hata kama sijashona suti we viwalo vya zamani vipo. Afu mwili wake ni enga na nguo inakataa. Kuna ile suti lako Ankoji ile suti ile bwana ipo na ile redio Kidoti sana hivyo. Nilitegemea jana nitaiona ukumbini bosi wangu. Ile imehifadhiwa. Bwana mzee wa 3 tumepiga sana story kwenye upande wa kapu. Imekaa fresh. Imekaa fresh. Okay. Na muda umetupa mkono, lakini tugusie issue ya jana. Kwa sababu leo tumewapata kwa sababu ya jana. Kidoti, karibu sana. Jana umetufanyia surprise. Lakini pia nimefurahi, unajua kulishwa keki na mheshimiwa mbunge sio jambo dogo. Sio jambo dogo. Sijawahi. Lakini pia upande wa kwangu mimi ni msanii wa Bongo Movie. Nitarudi siku moja kwenye movie. Na Kidoti mimi ni shemeji yangu, lakini ni kiongozi wangu pia. Ni mwenyekiti TDFA mkoa wa Njombe. Vipi maandalizi ya nini? Tuzo. Ya tuzo mwakani. Kitu ambacho kitakuja kuleta sasa ndo mtikisiko. Hivi Kidoti wewe una shida gani? Nikipandika mimi unakuja humo. Na ndio maana nimekuambia hamna shughuli yako mimi nitakosa. Lazima niangalie wapi unafeli nikupigie hapo. Wewe maana yake ndo mshindani wangu mkubwa anayeniumiza kichwa hapa mkoani. Unataka tuambie hakuna mtu mwingine anaweza kukuumiza kichwa? Kwenye kuandaa matukio mkoa huu wa Njombe hakuna anayeniumiza. Nikisikia kuna tukio kama hili la huyu bwana asili yetu nachanganikiwaga, huyu anaenda kufanya kitu gani ambacho mimi ni mzidi. Umeona kama mimi mwaka huu nilikuwa sina TV. Okay. Nimepigwa bwana.
Tayari hilo nimepigwa na kubali udhaifu. Umeelewa? Kwa ni kitu ambacho lazima mwakani nikipambanie. Na ninachokishukuru Mungu, mwakani litakuja kuwa tukio la kitofauti sana. Umeelewa? Kwa sababu maandalizi naanza mapema, nishajua nina uongozi wa aina gani. Natakiwa niende vipi. Sitakiwi nigombane na mtu. Natakiwa niende na anayeenda. Kauli yangu bado ipo. Anayeenda mwakani mimi mwezi wa kwanza. Naanza kwa jamani kuna tuzo, atayesema nani mwenyekiti tunaenda, twende. Anayesema mimi mwaka jana ni mwaka jana mwaka huu, mwaka jana ni mwaka huu. Tuliahirisha mara moja mara mbili nafikiri kitu kama hicho. Hebu tuambie mwakani mwezi wa ngapi kamili tuzo? Yaani mambo ya kuahirisha hata kuepo sababu tunaanza kupanga mapema. Mimi maandalizi naanza mwezi wa kwanza, ila kwenye kutangaza ni mwezi wa ngapi nitafuata ratiba ya mgeni rasmi. Kwa sababu yani mpaka dakika hii nina mgeni rasmi tayari. Hivi sijui unanielewa. Niko kwa mwakani. Kidoche amekopi kwangu. Kidoche amekopi kwangu. Kwa hiyo lazima nifuate ratiba yake. Kwa hiyo nitamuuliza mheshimiwa, niweke tarehe ngapi mwezi wa ngapi? Basi ndo yani hilo ndo ndaanza. Kwa hiyo nikianza kusema leo tarehe fulani na nini nitachanganya. Moja ya vitu ambavyo vimekuvutia siku ya jana ukumbini ni kitu gani? Namna ambavyo limeenda tukio, halijawa na ugaigai. Tukio limetulia. Hakuna zile, yani kuna vitu vingi. Nilikuwa najaribu kuongea na mwenzangu nikasema tungekuwa tunapata waandaaji wa aina hii, Njombe yetu ingekuwa kubwa zaidi kwenye upande wa entertainment hiyo. Kwa sababu gani? Tukio limeenda, hakuna malalamishi, yani watu tumekula. Watu tumebeba juice kwenye mabegi. Wewe ukulinda blandi? Blandi kwenye wewe na tulia. Tumekunywa. Kitu ambacho yani afu nini mnaita ratiba imeenda kwa yani ile sio sijui jamani. Ukumbi yani tumerelax, ulinzi wa kutosha, amani. Kilichonipendezesha zaidi mgeni rasmi. Tumecheza naye mpaka mwisho, wakati mwingine jamani mgeni rasmi akishamaliza jamani mimi naenda ameondoka. Kwa hiyo yani nikiambiwa niongee baya lililotokea jana lilinikwaza. 99% nilipenda shughuli ilivyoenda kwa kweli. Tumalize na Mr. Luiko. Jana bwana umehudhuria event yangu. Najua wewe ni msanii mkongwe na unafahamu kila kitu. Nini ambacho wewe binafsi kilikuvutia? Kikweli mimi pale karibu kila kitu kilinivutia, kuanzia ratiba. Na kingine ambacho mimi nilikuwa nakisemaga toka zamani. Unajua kipindi kile wakati mimi nafanya filamu, sikuaga naandaa matukio yoyote ya uzinduzi au nini, kwa sababu nilikuwa na hofia kwamba naweza nikaandaa tukio ukaalika watu wakaja afu akaisha kukudharau. Sasa na hapa Njombe pia watu wengi walikuwa wanafanya. Unakuta mtu anafanya tukio alafu hata mgeni rasmi mkimwalika, kuna mtu anakumbuka kuna mwaka mgeni rasmi alitoa 50,000. Nikasema hii 50,000 kaitoa kwa sababu ya hali yenyewe alivyoiona tukio lenyewe limeandaliwaje. Kwa hiyo tukio unavyoliandaa, hata unavyomwalika mtu akija, yeye mwenyewe anajiona mwingine hata akijangata alivyovaa sasa bwana rudi kwanza nikapige pamba zazo ziliweka kwa sababu nikiingia hivi hapana. Na ndio kitu ambacho mimi jana nimekupa heshima. Nimeipa heshima Asili Yetu TV kwa sababu ya hilo jana, kwa sababu kwamba naingia tu kwanza ukumbi, mpangilio, bendi iko pale, alafu mgeni rasmi, na hakuna event ambayo washaikualikwa mbunge. Akaenda mbunge kama mbunge, unakuta ni wanaalikwa wanapelekwa wanani wakilishi. Lakini kwa mara kwanza Asili Yetu TV amekwenda mbunge mwenyewe. Na amekaa pale hadi mwisho sherehe inaisha. Watu tumecheza naye, tumepiga naye picha, keki tumelishwa. Yani watu wameenjoy, wamefurahi. I say sijui hata niseme nini. Kwanza nimeenjoy na muda mrefu sana sijahudhuria event. Vipi ungeikosa hii event afu ukazipata hizo stories sasa kwa mtandao? I say yani kati ya vitu ambavyo mimi vinaniumaga niyo inapewa story. Kama I say kuliwaka kulikuwa vizuri alafu sijafika. Na moja kati ya vitu ambavyo kiniumiza kweli ni kwa sababu nishakuwa nimekipangilia. Mapema kabisa tumeenda suti nini kila kitu, nikasema bwana rafiki wangu lazima tuende huko. Tuende. Upande wa mambo mengi. Ya jana bwana. Mzee watatu jana. Tumalizie tu kidogo. Dakika moja tu mimi kwamba
kuna kitu ambacho kimegusiwa hapo kwamba mazingira, mpangilio wa ukumbi na nini. Bwana, jana kuna mtu alitoa kituko cha mwaka. Okay. Alikuja akaingia akachungulia ukumbi alafu akapotea. Akaenda kubadilisha nguo. Kweli? Kama tunachosema hapa mzee watatu hizi achaka uongo bwana. Nani huyo? Kwa jina Mungu, jana kuna mtu alikuja bwana, wewe amekuja vizuri lakini mazingira alivyokuta akaona hapana. Mzee watatu kaombea. Akatoka. Alafu kati anatoka mimi sijamuona. Baadaye tena nashangaa mtu anarudi. Wewe mbona ni pacha wako ni wewe? Aniambia ni mimi. Mbona tena hivi? Anasema niliona kama vile sienda. Bwana, unamweka kwenye mabano au? Si tumweke tu kwenye mabano bwana. Kwa sababu mwaka jana naye kwenye event yetu alitrend kia aina fulani. Okay. Kwa hiyo na mwaka huu naye ametrend kia sasa tukimfuatilia. Bwana, shukrani sana. Vipi bahasha jana, tulitoka na bahasha ukumbini? Asilimia kubwa jana kila ambaye alihitaji kutoka na chochote alitoka nacho. Kwa sababu nilichokuwa napenda kwamba jana hivi gelani zangu za Hombolo Wine zilipotelea wapi? Galoni za Hombolo Wine ziligeuka vibebeo vya bia. Alafu nilichopenda jana kwanza tulikutana, asilimia kubwa ilikuwa ni watu wenye kujitambua. Alafu hakuna mtu wa kumcheka mwenzake. Kwa hiyo wote ilikuwa, alafu kubeba chakula ambacho kiliandaliwa kwa ajili yako. Sio kitu kibaya. Kibaya ni kumwaga kile chakula sababu kiliandaliwa kwa ajili yetu. Kwa hiyo mimi aliyebeba chakula, aliyebeba kinywaji, wote mimi niliwapongeza. Ndio maana tulikuwa tunazuia tu kujaribu kuelewesha watu toke na chupa kwa sababu zilikuwa zinahitajika tena. Na tumepata shoti chache sana ya chupa. Kwa hiyo ndo ujue kwamba ile sherehe ilikuwa ni watu wenye kujitambua. Chupa 4 tu ni jambo la kawaida. Ogopa na uenda hata zilipasuka kwa ajili ya mazingira hapa na pale zikatolewa na wafanya usafi. Kwa hiyo ogopa, yani kwenye watu wote wale watu zaidi ya 100 alafu usipoteze chupa. Ni kitu ambacho haiwezekani. Na vinywaji vilikuwepo sio vya kunyang'anyana. Top. Yani vinywaji lakini moja ya vitu ambavyo vinaweza vikawa vilitufanya tujisikie vizuri sana siku ya leo. Unajua watu wengi baada ya event huwa wanakimbia. Simu huwa zinazimwa. Lakini sisi kama sisi leo tumeamka leo mpaka leo asubuhi hakuna anaye tudai. Na kama anatudai hajafika kuchukua pesa yake. Lakini ipo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo hivyo. Kwa hiyo sisi upande wetu tunajivunia. Lakini tuage kapu kwamba tuwatakie kila laheri na karibuni kwa wakati mwingine. Na lakini mzee watatu tuwashukuru wadhamini ambao walikuwa pamoja na sisi. Yes, tukianza na Hombolo Wine, jana tulienjoy, tumekunywa, nafikiri mpaka sasa hivi bado mabaki yapo. Na tukitoka hapa tunaenda kuvunja kamati. Lakini pia bila kusahau tutoe pole kubwa sana kwa mdhamini wetu Mama Mngoni Mgahawa kwa lile lilomkuta, na tulikuwa naye usiku ule kule. Mungu ampe neema tu ya uvumilivu na faraja. Ni matukio ambayo yanawapata wachache na yanahuzunisha kwa kweli. Kwa sababu ulishapiga hatua, ulifika mahali unatusupport yote kama Siletu TV. Lakini umerudi nyuma, lakini mimi naamini Mungu anaenda kumuinua zaidi kupitia jamii ambayo alikuwa anaishi naye. Mimi naamini vitu kama hivi ni vitu vidogo sababu jamii yote tunatazama. Cha msingi kama kuna mtu yote aliumia tu tumuombea arudi kwenye afya njema. Haya mambo mengine yanazungumzika. Kikubwa afya. Lakini tumpe salamu Urban Chef. Urban Chef jana wamefanya mambo. Umefanya mambo. Alafu innocent. Sijategemea. Bwana Urban Chef ni hatari. Ni hatari sana. Na mimi jana nimenyoa kule. So umenyoa na hapo scrub waliniwekea limashine fulani usoni, nikaanza kusema watu wengine sisi wageni kwenye haya mambo. Ile limashine unatumbukia linapuliza moshi nani mvuke hivi niliungua baadaye nikaa nalivutia. Hapa Shavu, shukrani kwenu, endeleeni kupiga mwingi, lakini Mwidisi bana, huyu jamaa ni mshikaji kama mshikaji wengine, ila mshikaji huyu kidogo yuko comfortable sana. Lakini pia tumsalimie Wellers Production. Jana wamehakikisha kila kitu kinakaa sawa. Na niwapongeze tu kwa hali mapungufu labda ya sauti na nini. Wasivunjike moyo. Changamoto za kawaida. Bwana mimi sina la ziada. Asante. Mimi pia sina la ziada. Shukrani mpaka yaka nyingine. Naitwa Mzee wa Tatu.
tulikuwa nao kina Enje Kidoti ndani ya Heka Heka. Mpaka mara nyingine tena, chao.